Asante, mimi ninaitwa Salma Ahmed Maulidi. Nimezaliwa kwenye nyumba hii na ninaishi humu kwa muda sasa. Hakika tumekuwa tuna mtihani mkubwa sasa kama wakazi, kama wamiliki wa eneo au wa maeneo haya ya Mji Mkongwe. Lakini nafikiri mimi tofauti na wengine, labda kutokana na hadhi yangu, na naonekana kwamba ninaambiwa mimi mti mkavu, basi yale ninayopitia ni kama yamefurutu ada. Na lilonishangaza mimi ni kwamba hata mamlaka ambazo ulikuwa unatarajia kwamba zingesimamia sheria, zingetenda haki, zingekuwa uadilifu, zinashiriki katika kupotosha haki za watu, kupotosha ukweli na kufanya ukandamizaji au hata katika kueneza dhulma. Na nitatoa mimi mfano miwili mitatu. Kwanza nataka kuanzia lililonisibu jana. Jana babangu alinipigia simu kusema kwamba Chama cha Mapinduzi kimemwandikia barua ambayo ni hii hapa. Na barua hii ukiangalia imeandikwa tarehe 4 mwezi wa 3. Na katika jumla ya maagizo wanaosema wanatupa siku 7 kuyatekeleza. Sasa jana ni tarehe 12. Ina maana sisi barua tumeletewa hicho kipindi kishapita. Tena ni mwisho wa wiki. Sasa unajiuliza nini dhamira yao? Lakini muhimu zaidi ni imekuwa tukio kama la Iran na Marekani ya Mashariki ya Kati, kwa sababu tulikuwa katika mazungumzo. Na mimi ninafahamu na ninaamini kwamba bado tulikuwemo katika hayo mazungumzo. Na haya mazungumzo yalishuhudiwa na watu wa kadhaa. Na ikawa wao wana sehemu ya kutekeleza sehemu yao ya mazungumzo. Sasa mtu leo anakuletea barua kama hii ya kimabavu. Yale tulokubaliana niamini mimi au ndo watu wanasema ujaze kwamba yamekwa kando? Hayana maana tena. Sasa la msingi kuna hii sehemu ambayo kabla ya sehemu hayo makubaliano ni yepi? Ndo ninakuja sasa katika kufahamu. Hayo makubaliano yalihusiana na hii sehemu. Kwa mshangao mkubwa, mwezi Juni mwaka 2024 kuna hawa wanaitwa wawekezaji walotoka kwenye hii hoteli hapa ya nyuma inaitwa Nila, pamoja na fundi wao walikuja wakavunja pale ndani. Na unaona mtu akivunja pale ni tayari kishaingia uani mwangu. Kwa bahati nilikuweko nyumbani wanapofanya kitendo hicho. Nilipokuja chini kutaka kujua nini kinachoendelea, wakanizomea, wakanifanyia stitches high. Mimi nikatoka kwenda kuwafuata kwa mlango ule kule, kwa sababu najua wametokea kule. Nikawauliza kwani kulikoni? Wakanambia sisi hii nyumba yetu tumeikodi, sijui tumepewa na kadhalika. Vovote tovokuwa kule unakoingia ni upande wangu mimi. Sasa kama unataka kuingia, hakuna taratibu ya kufuata? Na kama nyinyi ndo mnasema mnapa kodi, mimi na nyinyi nina kesi nishaiwasilisha kwenu. Na kwa ushahidi, manake hapa watu watakuja kurushana, kesi hii iliwahi kutoka kwenye mawio, lakini mimi nikafanywa kituko. Ujiunge na si ajabu Abdullah anakuja na taarifa ifuatayo. Mwanamama Salma Maulidi, mkazi wa Shangani, amelalamikia kitendo cha watu wanaofanya shughuli za ujenzi kuweka zana zao kama matofali, mchanga na kifusi kwenye njia ya kuingilia nyumbani kwake na kumsababishia usumbufu. Akizungumza na Mawio, mwanamama huyo anaeleza namna anavyoathirika na hali hiyo. Hapa sio sehemu ya kupandisha na kushusha mizigo. Ziko sehemu maridhawa zaidi ya kufanya hii kazi. Hapa nyuma iko paki, hapo mbele iko paki, ukienda mbele iko paki.
lakini ninaekewa miha. Maana sasa hivi mengi kutoka kwangu niombe mimi ruhusa. Kuna vumbi mimi mpaka na tatizo sasa hivi la macho kwa kufikicha. Mwaka mzima mtu unavumilia kwa sababu sote huwa tunatengeneza nyumba kama haya. Japo hapa zaidi ya wiki utaikaje mizigo kwa unaziba njia. Ikitokea situ dharura. Fadrick Isa Mtamba, msimamizi mkuu wa mradi wa hoteli, anaeleza jitihada wanazochukua ili kutoleta usumbufu kwa mwanamama huyo. Kila mzigo unaofika unauzwa na unapelekwa sehemu husika au kai pale. Na tunapomaliza tunahakikisha kwamba tunaanja eneo liko safi kama lilivyokuwa. Hakuna vifaa vinavyolala, just kwamba gari inapaki na shuka, kama ni mchanga unapelekwa site, kama ni tofali, kama ni saruji na shuka inapelekwa site. Sasa yeye anapata usumbufu gani? Mawio ikazungumza na mkurugenzi mkuu mamlaka ya hifadhi na uendelezaji Mji Mkongwe, Ali Saidi Bakari, anatoa ufafanuzi juu ya kadhia hiyo. Njia ambazo labda Bisalma analalamikia matumizi ya watu wote, kwa hakuna mtu mwenye hati miliki ya kutumia chochoro peke yake. Hilo jambo hadi. Kwa hiyo kwa nature ya Mji Mkongwe ni kwamba watu wanaojenga maeneo ya ndani hawana nafasi ya kuweka vifaa vya ujenzi. Ni kwa mamlaka inaruhusu uwekaji wa vifaa kwenye maeneo hayo, isipokuwa kuzingatia muda maalum kwamba labda tunakupa masaa 12 ili vifaa vimeshaviondoa, lakini pia vifaa vyako uviweke katika utaratibu ambao kutokera wengine kutumia njia hii, hasa vile watembeaji wa miguu au labda bodaboda. Nikiripoti kutoka Mji Mkongwe, Siajabu Abdallah. Yewe inahusiana na wao walipokuwa wanafanya ukarabati wa hili jengo ambayo ni Hindu Union au ilikuwa Wizara ya Elimu, ofisi ya mitaala hapa nyuma. Sasa hivi ndio imegeuzwa hoteli. Walikuwa wanafanya nyumba yangu ndio drop off and pick up kwa ajili ya vitu vya ujenzi. Mbao zikishushwa hapo, kokoto zikishushwa hapo, saruji ikishushwa hapo, vifusi vikitolewa hapo, usiku na mchana 24 hours. Kuna siku wamekoroga zege chini ya sehemu ninolala mimi. Yaani ukija humu ndani mwangu juu na nikikuonesha picha, vumbi mtindo mmoja la saruji lote limeniingia ndani. Humu ndani mapazia yangu yote yaloharibika, mengine nimeyatoa, na mazulia nitakuonesheni yaloharibika kwa kuyakosha tu kila siku, kwa sababu mimi ni mgonjwa pia. Mimi nina pumu, mimi nina rhinitis na sasa hivi kutokana na hayo mambo yao nimepata matatizo ya macho, na nitakuonesheni dawa ninazozitumia kutokana na hayo matatizo walionisababishia. Na hawa watu mwanzo walikuwa wanapaki hapa mbele ya nyumba ile, pale mbele kuna bustani pale na kuna sehemu unaweza kuingiza gari. Sijui nani hajapendezwa na hilo jambo akawatimua. Walipokwenda wakaona yule mwanamke wa Kiswahili, tukenda tukiweka chini ya nyumba yake akituambia chochote tutampuuza. Na mkurugenzi wa mamlaka ya Mji Mkongwe yule Ali Bakari sijui akawapa nguvu hiyo. Na mimi sina haja kusema zaidi, clip ipo, mtaicheza, mtaisikiliza wenyewe. Sasa sisi tukawauliza, mnataka na huku kuhamia. Ukipita nje hapo kwenye hii nyumba yangu utaona kwamba kuna uharibifu mkubwa umetokea. Manyufa, rangi imetoka na kadhalika. Sasa haya yametokea kwa sababu walikuwa wakiweka vitu wao vya ujenzi. Nani atashughulikia, atagharamia? Sasa hivi nimepata gharama, mbali na kuumizwa kiafya, mbali na samani zangu ndani ya nyumba, lakini pia hivyo vifaa kama radio na kadhalika vingi vimeharibika kwa vumbi, havifanyi kazi ndani ya nyumba. Nani anafidia hayo mambo? Kweli mtu aje akusababishie ndoni uharibifu alafu anyanyuke tu ende zake? Hii ni sawa. Na nimefanya jitihada zaidi ya mara 3-4 kukutana na uongozi wao. Nimekwenda kipindi kuna babu alikuwa akisimamia foreman anaitwa Babu, nimekwenda. Kuna kijana mwingine sijui akiitwa Frankie. Kuna kijana mwingine alikuwa anaitwa, jina lake litanirejea, lakini katika barua nimeliandika. Wote nimekwenda na katika mamlaka mbalimbali, hakuna alonipa usaidizi. Badala yake nimetaka kufanywa kwamba mwanamke huyu anataka kufanya kama vile mtaa wote ni wake. Kwanza sheria za barabara zinasema mtu pale ndo ashushe mizigo, na hasa ukizingatia hapa mbele si kwake.
wameniharibia mpaka ndio nini unasema ile kiambazo changu cha mbele. Hii si haki na si sawa. Sasa katika hayo, na pia unaingia nyumbani kwa mtu uvunje, kwani kweli hakuna utaratibu? Sheha yuko wapi? Kwa nini hamjenda kumtaka sheha kama mlihisi mesipatikani? Manake ndo katika kitu nilichokisikia, sheha mmemfuata mkasema tuna shida na raia wako fulani. Sita utaratibu tunaambiwa. Kwa uchukue mamlaka wewe, uchukue useme unavunja, unafanya nini kutaka kupata access kuingia kwa mtu. Lakini muhimu zaidi, sisi kwa wakati na nyakati mbalimbali tumejaribu hili jambo kulifuatilia, lakini wahusika na upande huu hawajawahi kutuonesha mashirikiano. Baba yangu kapita kwenye kesi zaidi ya miaka 10. Ilibidi ahame alipokuwa anafanya kazi na Dar es Salaam kuja zake Unguja kwa ajili ya hii kesi, na hakuna mtu alompa msaada wa aina yoyote licha ya kuandikia mamlaka. Naonesha barua 2 hizi kama uthibitisho. Barua moja hii imeandikwa mwaka 2001, zaidi ya miaka 25 kutoka sasa, au sivyo? Hisi 2026. Yeah. Hii ni miaka zaidi ya robo karne, kwa waziri muhusika pamoja na mkurugenzi wa mamlaka ya Mji Mkongwe kuhusiana na hatima ya nyumba hii ya Rostam Sidhwa.